Bwana Yesu asifiwe. Tunamaliza ibada ya leo neno lingine, somo la Roho Mtakatifu, the Holy Spirit. Na nakumbuka muda uliopita kipindi cha Jumapili ilizungumzia kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza, somo la Roho Mtakatifu, na nikasema ulisikilize vizuri sana. Roho Mtakatifu alihusika katika kuandaa mazingira ya uumbaji, na unielewe tena, Roho Mtakatifu alihusika katika kuandaa mazingira yote ya uumbaji, na nilikwambia alihusika katika uumbaji wa kila kilichoumbwa. Hata mtu alipoumbwa walisema na tumfanye mtu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa mfano na sura yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, nikakwambia baada ya kuokoka tarajio kubwa ni kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na tunapojazwa nguvu za Roho Mtakatifu, nilikwambia hakuna kitu kinafanyika nje ya kile Mungu aliwahi kufanya. Anaanza kufanya uumbaji katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mtakatifu anaanza kufanya nini? Uumbaji, creation. Sawa, umeumbwa, lakini hiyo inaitwa recreation. Anaumba upya, kwa sababu nilikwambia mradi umezaliwa katika makabila ya dunia hii, unazaliwa na mambo ya makabila yenu. Wewe ni Mjaluo, wewe ni Mtiriki, wewe ni Maragoli, wewe ni Mkikuyu, ni Mkamba, unazaliwa na asili ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna mambo ulikuwa unayafanya na huwezi kujizuia, kwa sababu hayo mambo, nisikilize vizuri, yalihusika na kuzaliwa kwako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja juu yetu au ndani yetu, katika vitu anavyovifanya, anafanya kitu kinaitwa recreation, kuumba upya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu asili tulionayo huenda inatupinga kumfuata Mungu, huenda inatuzuia pia kumfuata Mungu, huenda inatuzuia hata kumwamini nani? Kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huenda inatuzuia hata kumsikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baada ya kuwa tumeokoka, tumejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika vitu ambavyo Roho Mtakatifu huwa anafanya ni kutufanyia uumbaji mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Uumbaji mpya inaitwa recreation, kuumba upya, kwa sababu yawezekana kabisa tunayo asili. Nisikilize vizuri, tunayo asili huenda isiyo ya kimungu. Tunayo asili iliyotufanya tusimwishie Mungu kama inavyostahili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu anakuja kwetu au juu yetu, ndani yetu, kwa sababu anataka kutengeneza mambo mapya, maisha mapya, mfumo mpya. Na nikakwambia mimi hapa sifundishi watu kujiunga na kanisa. Nafundisha watu kujiunga katika ufalme wa Mungu na kujiungamanisha na Yesu. Kwa lugha rahisi, nahubiri watu waokolewe. Amen. Na tukishaokoka tunajazwa nguvu za
Roho Mtakatifu. Hizo nguvu za Roho Mtakatifu zinafanya kitu kinaitwa recreation, uumbaji mpya. Tulikuwa watu wa aina fulani, sawa? Lazima tuwe aina ya Mungu. Tunakuaje aina ya Mungu? Mpaka tuzaliwe kwa njia ya uumbaji wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana unaona makanisa mengi kulingana na mafundisho ilifika mahali Roho Mtakatifu akawa ni jambo la kukariri. Yaani ni kitu ambacho unaweza kugram tu, Roho Mtakatifu akija anakuwa hivi anakuwa hivi. Lakini uhalisi wake ukawa ni mgumu kuwepo, ni kwa sababu kuna namna watu walielewa Roho Mtakatifu kwa maana tu ya karama, nguvu na vipawa, lakini hawakujua Roho Mtakatifu anapokuja anatutengeneza ili atupe asili ya Mungu aliye juu. Haleluya. Tunaelewana? Yaani anakuwa ni Mjaluo, ni Mkikuyu, lakini anatengenezwa mpaka anakuwa hana asili ya watu wale. Anakuwa na asili ya mbinguni. Amen. Mtu wa aina hiyo anaweza akamsikia Mungu, anaweza akamwelewa Mungu, anaweza akaenda na Mungu. Ni kwa sababu ana asili ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nilisoma sura ya kwanza, Genesis chapter 1, nikasoma mstari wa kwanza na wa pili. Na tuliishia mstari wakati unaosema and God said let there be light and there was light. Na Mungu akasema na iwepo light, nuru. Sio? Naye nuru ikawako. Sasa nikakwambia ukisoma vizuri unaelewa Mungu amesema nuru iwepo, na nuru ni Yesu. Haleluya. Jesus is light. Na nataka nimhakikishie kwamba Yesu ni nuru. Soma kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana sura ya kwanza, ili nikuhakikishie kwamba Yesu ni nuru. Wakati uumbaji unaanza na Mungu akasema na iwepo nuru. Yaani kabla ya mambo yote iwepo nuru. Lakini Yesu ni nuru. Soma sura ya kwanza ya kitabu cha waraka wa Yohana. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Ili nikuhakikishie Yesu ni nuru. Angalia haraka mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulikuwamo uzima. Nao ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani. Unaona? Wala giza haikuiweza. Barikiwe. Ndani yake ilikuwa nuru. Sasa Yesu ni nani? Ni nuru. Ndio maana wataenda mpaka waseme waliompokea aliwapa uwezo kuitwa wana wa Mungu. Walimpokea nani? Nuru. Kwa hivyo Yesu ni nini? Ni nuru. Wakati uumbaji unaanza, Roho Mtakatifu akatamia maji. Cha kwanza nuru ilitokea. Amen. Kwa hivyo tunapopokea Roho Mtakatifu, ghafla kinachoanza kwenye maisha yetu ni subtraction of darkness, ni kuondoa giza. Bwana Yesu asifiwe. Maana akili zetu zilijaa nini? Giza. Tulikuwa fisadi katika ufahamu wetu. Tulikuwa wachafu. Paulo anasema tulikuwa tumetengwa mbali na Mungu aliye hai. Mioyo yetu ilitiwa giza. Hatukujua njia ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya asili ya kuzaliwa kwetu, ile asili ya kwanza ya Adamu aliyeacha njia ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo anasema uumbaji ulipoanza na nuru ikatokea. Bwana akasema na iwepo nuru, na nuru ikaja. Ujiulize kwa nini nuru itangulia kabla ya uumbaji mwingine?
Ni kwa sababu nuru ilikuwepo hata kabla ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipe Biblia kwa Kiswahili, nipe Biblia ya Kiswahili. Nisome vizuri uelewe nasema nini. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Unasikia? Alikuwa kwa vyote vilifanyika kwa huyo nani? Yesu. Unajua tu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Unaona? Bwana asifiwe. Nothing existed except by Christ. Unaelewa? Hata wewe kuwepo mpaka Kristo alikuwepo kwanza. Kwa hiyo anasema ndani yake humo ulikuwamo uzima. Ndani yake humo wapi? Ndani ya Kristo kulikuwa na nini? Nafundisha somo la Roho Mtakatifu. Anasema nao ule uzima ulikuwako nuru ya watu. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kumbe Yesu ni nuru ya watu. Amen. Na tunapompokea Roho Mtakatifu anaondoa giza, anaweka nuru. Na ndio maana alisema Yesu atakapokuja huyo Roho hata nenda kwa shauri lake mwenyewe, bali atayatoa yaliyo ya na kuwapasheni habari. Alafu akasema atanitukuza mimi. Nuru. Kwa hiyo ukijaa nguvu za Roho Mtakatifu si rahisi kuishi kwa giza tena, maana Roho Mtakatifu huwa analiondoa giza ndani ya mtu, anaacha nuru tu, kwa sababu ndiye mwanzo. Nuru ndiye mwanzo na alikuwako kwa Mungu. Hebu nisome kidogo. Anasema na nuru yang'aa gizani, naweza kusema hapa duniani, wala giza halikuiweza. Ungemshangilia Bwana. Sasa unaniambia zina inakushinda? Inakushinda? Uongo unakushinda? Tunakushinda? Ukishajaa nguvu za Roho Mtakatifu ni tiketi ya ushindi, kwa sababu huyo ndiye anayepambana na kuliweka nje giza. Yesu anasamehe na takasa, na yeye ni nuru, na anapoingia Roho Mtakatifu anaihakikisha hiyo nuru, kwa hivyo giza linakosa nafasi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana nilikwambia mtu akijiunga na kanisa asiokoke na kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, huyo hajamshinda adui. Bwana Yesu asifiwe. Huyo hajamshinda adui. Adui atamenyana naye, kwa sababu kuna mahali haujafika. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapokuja kwetu anafanya kitu tunasema kinaitwa uumbaji, recreation. Siko sababu Mungu alikosea kuumba, hapana. Yeye anakuja kuondoa asili ya udongo, ya nini? Ya dunia. Anaweka asili ya Mungu ndani yetu. Aliona hata watumishi wa Mungu wanakwenda kuhubiri Injili, kabla haujafika mahali zima, kabla haujafika mahali pa kuhubiri na kutumika kwa Mungu, Mungu anakuandaa. Bwana asifiwe. Wote wanaotoroka darasa la maandalizi huwa sio watumishi wazuri. Ninakuambia nikiwa mfano, nimeandaliwa na Mungu kwa muda mrefu sana kuliko kutumika kwako. Sawa? Ni kwa sababu chombo kinachotumika kitakiwa kiwe bora kwa kazi iliyo njema. Bwana asifiwe. Lakini kikiwa chombo kibovu, tutatanguza Mungu. Haleluya. Kikiwa chombo kibaya kitafanya kazi isiyo nzuri na kitaharibu kazi ya Mungu. Ndio maana mpaka Mungu akuandae, ujae nguvu za Roho Mtakatifu, akutakase, ushinde mambo ambayo yameshinda watu wa ulimwengu. Umeelewa kweli? Haleluya. Zina simeshinda kila mtu, mpaka wanasema ni kawaida uishinde zina. Unasikia tu? Ushinde uongo. Ongea uongo, ushinde. Ushinde udanganyifu, tamaa mbaya, ulafi, kutokusamehe,
kutunza vitu moyoni, ushinde mambo ambayo walimwengu yamewashinda. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakuja kwetu, hatupi tu karama na vipawa, anatutengeneza upya, atuandae, atuumbe katika namna ambayo tutakuwa tunaweza kustahimili mambo ya Mungu na kuyaishi na kuwafundisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikakwambia hivi, kanisa lolote ambalo halifundishi Roho Mtakatifu kwa usahihi linamkosea Mungu sana, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye amepewa kanisa la nyakati za mwisho. Umeelewa kweli? He is the centrality, yani yeye ndiye amepewa ukurugenzi, usimamizi wa kanisa la nyakati za mwisho, ili watu wakae sawa na Mungu na watumikie kusudi la Mungu. Sawa? Kwa hivyo asipofundishwa sawa na watu wamuishi Roho Mtakatifu, itakuwa kanisa gumu sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo anasema, nikwambia mimi na shida, siwashe mimi. Roho Mtakatifu alipokuwa uumbaji mpaka kwanza alitembea juu ya maji. Alafu baada ya hapo Mungu akasema na iwepo nini? Na iwepo nuru, na nuru ikawa. Bwana asifiwe. Siku moja nilikuwa namwombea mtu na mapepo. Nikashangaa. Sikusema toka pepo. Nilisema naamuru kutoweka. Nisikilize vizuri. Kwa jina la Yesu naamuru kutoweka. Alafu mapepo yakatoka. Kumbe mapepo ni giza. Yakatoka. Alafu nikasema pokea nguvu za Mungu, na akapokea tena. Nini maana yake? Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, nisikilize vizuri, anaondoa giza katika maisha yetu, anatujaza kwa nuru. Amen. Na wewe haujui nasema nini. Mtu akiwa duniani anakuwa amejazwa roho nyingine na vitu vingine. Sawa? Anapokuja kuokoka, anatakaswa na kusafishwa, anakuwa empty, ila amesafishwa. Umeelewa vizuri? Anakuwa nini? Empty, kama container haina maji. Sawa? Anapojazwa Roho Mtakatifu na kulijaa neno, moyo unajaa tena, anakuwa sio empty. Umeelewa vizuri? Ndio maana utasikia kama kuna ibada ndani ya moyo wako, hata kama hujafika kanisani. Ibada yako lazima iwe nyumbani na kila mahali ulipo, kwa sababu ibada inakuwa ndani ya moyo kabla hujafika kanisani. Kwa hivyo anasikia amejaa Mungu, ana ibada, ana neno, kwa ubiri wako humu ndani, nyimbo, kila kitu kiko huko ndani. Ni kwa sababu anajazwa. Asipojazwa, ndio pale Yesu alisema pepo mbaya amtokapo mtu. Sawa? Uenda wapi? Mahali pakavu kutangatana. Naye uchunguza kuona hakuna mahali pa kuishi. Urudi katika nyumba yake akaichunguza tena. Yaani anarudi kwako, anasema nilitoka kwenye huyu binti, nilikuwa nafanya naye uzinzi. Kwa hivyo anarudi na angalia kama ulisamehewa, alafu haukujazwa neno na nguvu za Mungu. Anaangalia anasema yuko empty, hajajaa. Anaondoka, anawatafuta mapepo wengine 7. Yeye anakuwa wanane, alafu anakuja wanaingia tena. Anasema hali ya mtu huyu itakuwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Maeneo anasema ni kwa sababu ukishaokoka lazima ujazwe. Na unajazwa kwa nini? Unaumbwa upya. Ile creation ni kuumba mtu ambaye atamfanana na Mungu na kuishi kama Mungu anavyotaka, na pia kubeba makusudi ya nani? Ya Mungu katika ulimwengu ulio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana Roho Mtakatifu lazima tujazwe, kwa sababu yeye anachukua nafasi ambayo mapepo walichukua hapo zamani. Umeelewa vizuri? Zile roho chafu zilikuwa zimechukua sehemu ya moyo. Unajua moyo wa mtu ni kama tu niseme hiki kitabu unavyokiona hivi. Sawa? Unakuwa empty, shell. Ukijazwa vitu vya giza unakuwa tu umejaa kama unavyoona vile imejaa. Wakati unapookoka, vitu vibaya vikiondoka, unatoa hii kitu cha ndani. Umeelewa? Hii inatoka inaenda, mapepo yanaenda. Alafu baadaye unabaki na cover. Unanielewa? Ni moyo lakini uko na cover tu. Ndani umekuwa safi, clean. Kwa hivyo unapokuwa umeokoka, ukijazwa nguvu za Roho Mtakatifu, moyo unafunikwa tena, unajaa kama ilivyojaa Biblia. Na usipofunikwa, yale mapepo yaliyoondoka huwa yanarudi. Na ndio maana ushawahi kumwombea mtu mahali, alafu unaambiwa amerudia hali yake tena. Kwa nini amerudia? Mapepo waliotoka wamerudi. Na haji peke yake.
wanakuja 7, wanakuwa 8. Umenielewa? Kama alikuwa anafanya uzinifu, ataenda kufanya ukahaba sasa, kwa sababu wale wanakuja kwa nguvu zaidi ya ule mwanzo. Niache hayo. Nataka kusema nini? Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, anatuumba upya, recreation. Amen. Haleluya. Nilikwambia ni kwa sababu una asili ya kweli. Asili ya nini? Ya kule ulikotoka. Asili ya maisha yenu. Nilikwambia mimi sikuwa mhubiri na sikuwa na mpango wa kuhubiri Injili. Nilikuwa na mambo yangu ya kufanya. Ila aliponijaza, aliondoa asili hiyo na mambo ya huko. Akanipa mambo ya kufanya kwenye ufalme. Ibidi nianze maisha ambayo sikuyataka, lakini Mungu aliyataka na nimeyapenda maisha haya. Ni kwa sababu yanahusiana na Mungu aliyeniita. Anaita sivyo? Tunaelewana kweli? Roho Mtakatifu anapokuja kwetu, anafanya kitu kinaitwa uumbaji. Tusome kitabu cha Ezekieli. Karibia na maliza. Ezekieli sura ya 36. Mtu asome kwa lugha ya Kiswahili. 36, 26 mpaka 27. Soma Ezekieli 36, 26 hadi 27. Kiswahili. Nasema Ezekieli 36 kuanzia mstari wa 26 na 27. Nitawapa moyo mpya, Yes, na kuweka roho mpya ndani yenu. Moyo mpya na roho mpya ndani yenu. Nitaiondoa ndani yenu moyo wenu wa jiwe, Moyo wenu wa jiwe, na kuwapa moyo wa nyama. Moyo wa nyama. 27. Nami nitaweka roho yangu ndani yenu. Good. Na kufanya ninyi mfuate amri. Yes. Nami nitafanya nini? Nitaweka nini ndani? Roho yangu, my spirit. Nami nitawasababisha mtembee katika amri zangu. Simamaliza mstari sasa. Kubali. Amri zangu, na kufanya kuwa waangalifu kuzishika sheria zangu. Mungu akubariki sana. Anaisha spirit. Si umeelewa imeandikwa nini hapo? Anasema katika uumbaji wa Mungu upya ataumba moyo mpya. Umeshawahi kusikia duniani ana transplant moyo? Eti mtu ametolewa moyo akaweka mwingine. Hiyo operation hakuna duniani. Unaweza kutoa figo na vitu vingine, lakini moyo hakuna. Ukitolewa umeisha. Bwana spirit. Nyinyi mnasikiza TV na mnaangalia. Charles, umeshasikia transplant ya moyo? Wanatoa moyo wanaweka mwingine. Hapana. Wanaweza kutoa vitu vingine, lakini moyo hapana. Ndio kiungo peke yake ambacho ukikitoa mwisho wa mtu. Lakini kiroho ndio kuna transplant ya moyo. Yaani katika Biblia ndio inapatikana mahali ambapo moyo unahamishwa, unawekwa mwingine. Ungemshukuru Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Yaani hiyo ni operation pekee ambayo haipatikani kwenye hospitali hata za India. Dunia yote hata madaktari walio hitimu hawawezi kufanya operation ya kutoa moyo kuweka mwingine. Wanaweza kuupanua, wanaweza kuubana, chochote, lakini kuutoa haiwezekani. Kwa sababu ndio umebeba uzima wa mtu. Yaani uzima wa mtu umo kwenye moyo. Maisha ya mtu yapo kwenye moyo. Matendo ya mtu yapo kwenye moyo. Mawazo ya mtu yapo kwenye moyo wake. Njia za mtu zipo kwenye moyo wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Sasa nisikilize, naeleza kwa ufupi. Mungu anapotujaza nguvu za Roho Mtakatifu huwa anatupatia moyo mpya, a new heart. Maana moyo wa kwanza ulijaa uzinzi. Amen. Ulijaa uasherati. Amen. Ulijaa uongo. Amen. Ulijaa ufisadi. Si ndio? Ulijaa uongo na vita, fujo, maneno machafu, kutokusamehe, mtu ambaye hataki kufanya suluhu na mtu yeyote. Yeye ni yeye. Moyo ulikuwa hivyo. Na wewe unajua, mtu akikukosea utakumbuka tu alinifanyia. Kwanza kianza kuomba unalia vizuri, kwa sababu unahisi unamwona mbele yako. Sawa? Unaanza kuomba, unamuona kama anakuongelesha kwenye maombi. Anataka kupiga, kwa sababu ni moyo unakumbuka kuna mtu alikosea. Haleluya. Nimeongea na watu alafu mtu anainama anasema sijui kama nitamsamehe. Sijui kama nitamsamehe huyu. Analia. Unajua ni nini kinalia? Ni moyo. Moyo hauwezi kusamehe mtu. Hauwezi kumwachia mtu hata kama afanye makosa. Na ungetamani akufe kesho tu ili wewe uendelee kuishi. Ni kwa sababu moyo wako hujasamehe. Yesu anasema katika neno lake atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atatupatia moyo mpya, a new heart. Kuna moyo ambao ukiambia mtu habari za kumfuata Mungu anaona kama ni shida sana. Na nikwambia kumfuata Mungu ni moyo. Umenisikia sasa? Haleluya. Wanaweza sifi? Huwezi kumlazimisha mtu kumfuata Mungu, kwa sababu kumfuata Mungu ni moyo. Na moyo hawezi kujitengenezea mwenyewe. Lazima aokolewe, ajazwe nguvu za Roho Mtakatifu, apewe moyo amfuate Mungu. Hata hivyo kabla ya kuokoka mpaka Roho Mtakatifu amfuate, akamate moyo wake ili amfuate Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi mnahisi nilipewa moyo mwingine baada ya kuokoka? Nimepewa moyo mwingine. Haleluya. Au bado una original heart ya wa Bukusu? Haleluya sio? Au na original heart ya Watiriki? Original heart. Bwana Yesu asifiwe. Kaya au na original heart ya Wamara? Original heart. Charles. Una original heart ya Wajaluo. Ambizane hapo. Bado na original heart ile ya Wajaluo. Unajua hawasikii habari ya Mungu. Hawataki habari ya Mungu. Hawaamini na wanakuambia tunaishi. Sio lazima Mungu tumwabudu, lakini ila tunaishi. Huo ni moyo. Kinachoongea ni moyo. Hisia ni moyo, fikra ni moyo, mtazamo ni moyo wa mtu. Sawa? Wale asifi. Zina ni moyo wa mtu. Sawa? Kuwasema watu ni moyo wa mtu. Maisha hayo ni moyo. Kwa hivyo anapokuja anasema nami nitawapa moyo mpya. Anaondoa old heart, moyo wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama unaweka kwenye nguo zako pale nyumbani, unachukua nguo za zamani unachoma. Unasema nimeondoa za zamani, nimenunua nguo mpya. Sitavaa hizi tena, maana nimenunua nyingine. Na Mungu naye anaondoa moyo mpya ili apate moyo wa kuongea na wewe. Moyo ambao utamsikiliza yeye, kwa sababu huo moyo wa zamani hawezi kumsikiliza Mungu. Ukimwambia msichana wako anakuambia hatujamaliza dunia. Hatujamaliza. Bado tuendelee kidogo. Tungali watoto. Umesikia amesema nini? Tungali tunaonja kidogo alafu tutarudi baadaye. Maana moyo ndio unaonja dunia. Sio mtu mwenyewe, ni moyo ndio unaonja. Kwa hiyo inabidi anapokuja kuokoka akijazwa nguvu za Mungu afanyiwe replacement. Na nisikilize alafu niangalie nikwambie kitu. Unajua hii ni kama naongea kama una pitch story. Nikwambie ukweli, wanaweza sivyo? Na unisikilize vizuri. Siku kikaa kwenye uwepo wa Mungu vizuri, ndio utajua kuna tofauti ya moyo. Amen. Siku moja nilikuwa ninaomba kanisani. Wakati ninaanza huduma. Kabla Mungu hajaniita kwenye eneo hili nililoko sasa. Sio mahali hapa, maana yake kiwango cha huduma. Sawa sawa? Nilikuwa ninaomba, alafu nikasikia kama nimekamatwa na kitu. Usiniulize ni nini, leo naelewa ni nini nazungumzia Roho Mtakatifu. Nikakamatwa, alafu nikasikia kama kuna moto umeingizwa huko ndani na unachoma kitu. Nikagundua nilikuwa nafanywa replacement ya moyo.
Na nilikotoka hapo, sawa, nilihisi kama mimi ni mtu wa aina tofauti. Ni kwa sababu moyo wa zamani nilipotoka kwenye maombi ulikuwa umepotea. Nilihisi kumfuata Mungu, nilihisi kuomba bila kuzuiliwa, nilihisi hata ukiniua siwezi kumwacha Yesu. Unanielewa kweli? Nilihisi huwezi kuniambia niende kanisani, naenda mwenyewe. Nilihisi tu kuacha mambo ya zinaa na dunia, maana nimeshaenda kwa Yesu. Unaitwa moyo mwingine. Ule moyo wa zamani unanisukuma, sawa? Twende kanisani, fanye hiki, kwa sababu ni moyo mwingine. Lakini ukishapewa moyo mwingine, matangazo yanaisha ukutani. Hatuwezi matangazo ya kufanya usafi, hatuwezi matangazo ya kuacha dhambi au usizini, hatuwezi kuweka matangazo tena, maana umepewa moyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shughuli kubwa katika ujazo wa Roho Mtakatifu ya kwanza ni kumpa mtu moyo mwingine. Ndio maana hata Sauli kabla ya kuwa mfalme wanasema Roho Mtakatifu alishuka, sawa, baada ya kupaka mafuta, na wanasema Mungu akampa moyo mwingine. Kwa nini Mungu anakupa moyo mwingine? Moyo wa kwanza hauna uwezo wa kumfuata Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninyi mlio hapa, siku na wengine hapa mwanzo hata kuja hapa ilikuwa ni shida, sio? John amesema yes. Alikuwa anavutana hivi, kanisa tuende tusiende. Imeweka tu karibu na mlango, sijui tuende tusiende. Alingangana. Kuna siku hata aliniambia, nasikia hata kitu kinaniambia nisiende kanisani. Kitu gani? Moyo. Ule moyo wa zamani ulikuwa hujaenda. Sasa hivi umeshaenda. Anakuja mwenyewe bila kuambiwa. Unanisikia vizuri? Na anasikia kumfuata Mungu bila kuambiwa. Paka anaota ndoto za mbinguni. Ndoto zimebadilika, anaota mambo ya ufalme. Kwa nini? Moyo umebadilishwa. Leo moyo ukibadilika, ndoto zinabadilika, roho inabadilika, kila kitu kinabadilika, kwa sababu moyo ndio engine ya uzima. Hata wewe moyo wako ukitolewa huwezi kuishi. Sawa? Kwa hivyo hata maisha ya kiroho, moyo wako ndio engine. Na ndio maana lazima atoe engine ya zamani aweke engine mpya, kwa sababu safari yako ni ndefu. Uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ni vizuri kwa unaomba pia Mungu, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya. Ule moyo wa zamani uliokuwa unapenda mambo ya dunia. Unajua dunia ni kupenda. Na mtu anaweza kumwambia aache, lakini yeye hana shida, ila anapenda dunia. Moyo wake unapenda kuvaa miniskirt. Moyo wake unapenda uzinifu. Moyo wake unapenda kusema uongo. Sasa huwezi kumwambia aache kwa masharti. Ni mpaka apate moyo, alafu ataacha kusema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka apate moyo, ataacha kufanya uzinzi. Moyo tu ukibadilika, mtu anaacha kuacha. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu anasema, kwa mfano, vijana msikize, ni mbaya lakini unielewe nasema nini. Sawa sawa? Haleluya. Yeye aliokoka, alikuwa Muislamu. Akaokoka, akampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Baada ya kuokoka, hapo awali alikuwa anafanya zinaa na msichana fulani. Kwa hivyo baada ya kuokoka, yani ile tu ameokoka, yule msichana akampigia simu. Naomba nije huko kwako leo. Akamwambia, hapana. Kwa sasa hawataki kuja huko. Msema akakataa, mimi nakuja. Akamlazimisha kwenye simu. Akasema, basi njoo. Kaenda. Nataka kuzungumzia mabadiliko ya moyo. Unajua kubadilisha mwili na hujabadilisha moyo unafanya kazi bure. Umenielewa kweli? Unasikia vizuri? Na ndio maana mtu anaweza kuvaa nguo nzuri wa nje kama hivi nilivyovaa, lakini moyo wake ni black kama hiyo speaker. Hamjaelewa? Angalia speaker. Wanaweza sio. Lakini nje anaonekana yuko smart, ila ndani black kama speaker. Sasa ni vizuri kutengeneza ndani kabla ya nje. Sawa sawa? Maana ndani ndio inazaa nje. Maana nielewa vizuri. Wewe yeye alikuwa ameshazaliwa na moyo wa kumcha Mungu alipookolewa. Na yule msichana hakuwa ameokoka. Alitaka atafute mbinu ya kumrudisha Misri. Basi alipolazimisha kwenye simu akamwambia kuja, akaenda. Alipofika anasema ni kweli hiyo dhambi aliitenda. Unisikize vizuri kabisa. Unisikize vizuri. Lakini alikosa raha, alikosa amani, haikumpa furaha kama siku zote. Na alipomaliza akamwambia, ukirudi hapa tena itaomba Mungu afanye nini? Umesikia maneno haya? Maana alisikia moyo wake umekataa. Haya matapishi usirudie.
uchafu umeshaenda, wewe sio wa aina hii. Unanielewa? Moyo umetengenezwa kiwango cha kwamba hata kama ungeirudia dhambi hautapata raha kama watu. Nani ameendelea kuzungumzia? Yaani hata kama ungeamua kusema uongo, hutapata raha kama ulivyokuwa unasema zamani na unapata raha. Moyo umebadilika. Hamjanielewa. A new heart, yani moyo umebadilika. Hata ukienda rudi ufanye zinaa, utatoka unateseka tu. Utasikia kufa siku hiyo hiyo. Ni kwa sababu hii dhambi ilishatoka na moyo umewekwa mwingine. Kwa hiyo unalazimisha mwili kurudisha roho kwenye giza. Haiwezekani. Haiwezekani. Na anasema ndio ulikuwa mwisho wa zinaa. Akafunga ndoa vizuri, akaendelea na maisha yake. Na hiyo msichana ilishia hapo, hakuwa karibu kwake tena. Ni kwa sababu moyo alibadilishiwa. Kwa hivyo Mungu anatufanyia replacement ambayo kiini cha maisha ya mtu ni moyo. Linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za nini? Za uzima. Ina maana moyo wako ndio maisha yako. Mtu akiuweza moyo wako amekumaliza. Shetani akiweza kuingiza uchungu kwenye moyo wako amemalizana na wewe. Kwa sababu kiungo kinachoendesha maisha yako ni moyo. Hizi pressure mnasikia kwenye mwili zinaanzia kwenye moyo wa mtu. Anawaza sana ni moyo. Anafikiria sana wanisaidie watoto wangu ni moyo. Mambo yote ni moyo. Niende kuzini ni moyo. Niue mtu ni moyo. Kwa hivyo anachokifanya Roho Mtakatifu, anatoa ule moyo, anatupa huko, anaweka moyo mwingine. Ndio hiyo. Kwa sababu moyo wa kwanza hauwezi kumfuata Mungu hata kwa fimbo. Lakini moyo wa pili ni kwa hiari na kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Nilihubiri hapa Jumamosi moja, msichana mmoja hajarudi hapa tena. Niliwafundisha Jumamosi moja, niligundua wengine wanakuja hapa lakini kwa kulazimisha kuja. Sawa? Wanaishi kama police case. Nikawaambia kama unakuja hapa lakini hausikii raha moyo, amani ya kuwa hapa, tafuta kanisa uende. Maana ndio naongea wanakaa lakini hawaelewi. Hapo hawana raha. Sasa wamelazimisha kuja hapa au imekwaje? Nilipofundisha lile somo, mnakumbuka mlikuwa wangapi? Wengine walitoka wenyewe wakaenda. Na ukimfuata hata hana tayari. Shida sio mwili. Moyo ulikuwa ungewekwa mwingine. Na hivyo ikawa ngumu kumfuata nani? Mungu. Mtu akiandaliwa moyo anamfuata Mungu kwa hiari, kwa upendo na kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiniambia niende kuona movie, I can't. Siwezi. Kwa sababu hata nyumbani TV kifikanga na movies zinawekwa, unazima, unasubiri taarifa ya habari. Maana moyo wangu uliondolewa movie. Nilikuwa nazipenda. Kwa hivyo sasa naweza nikaona mambo mengine lakini sio movie. Kwa sababu moyo niliwekewa, yaani ukishawekewa moyo kuna vitu hutoviishi kuvifanya. Kwa sababu moyo umekuwa mpya. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaumba nini? Moyo. Naelekea kumaliza. Anasema nitakupa moyo mpya and I'll put within you a new spirit. Sikiliza. Akishakupatia moyo, sikiliza. Kama unampa mtu kikombe bila chai. Bwana Yesu asifiwe. Unaonaje mtu akuletea kikombe bila chai, alafu aseme karibu, aombe maombi marefu alafu aende. Nitakuja kuchukua vyombo baadaye. Ila anaweka chai kwenye kikombe. Utamuelewaje mtumishi wangu? Anaweka kikombe lakini hajaweka chai. Utaishi kama animology sio? Au anataka kufanya muujiza wa chai. Chai ijaye. Na sijui kama kuna muujiza wa chai. Chai. Muujiza mwingine ngumu sana. Kwa hivyo Mungu anatengeneza kikombe, anaweka ndani. Lakini hakiachi empty, anasema nitakupa na roho yangu. My spirit. Kwa nini? Kabla hujaokoka ni kweli ulikuwa na spirit nyingine. Neno spirit. Ulikuwa na nini? Roho nyingine. Bwana asifiwe. Wale mlikuwa mnatembea kwenye nyumba usiku mnakula chakula kilichobaki, watu wamelala. Si mnakumbuka? Ilikuwa spirit. Wale ambao ukimwona msichana miguu, unajua siku hizi hawana mguu. Unasikia moyo unafanya nini? Moyo unasema nifuate. Sio wewe ni mo. Mbona mjaelewa nimesema nini kana kaya? Huo ni nini? But
Mungu akaona akusaidie, sio? Akatoa huo moyo na hiyo spirit pia ilikuwa ndani. Alafu akaweka spirit yake. Hii roho ya pili ni takatifu. Hiyo ya kwanza ilikuwa chafu. Akiweka roho, moyo na roho yake unakuwa mtakatifu. Unaweza kumwabudu Mungu mtakatifu, mtakatifu. Mungu aketie kwenye kiti cha enzi. Anastahili kuabudiwa. Na sio kwamba ni maneno moyo unalia unasikia kama shangwe. Ni kwa sababu ni ibada itokayo ndani ya moyo. Na hauwezi kumwabudu Mungu mpaka upewe moyo na roho. Mpaka upewe moyo wake na roho ya. Na ndio maana kuna watu huwezi kutoa kwa Mungu. Tulibadilishiwa kila kitu. Charles umeelewa nimesema hivi. Si walikuuliza hii anafikani. Hawezi. Why? Walitoa moyo nani? Yesu. Akaweka na roho. Moyo na roho complete set. Wewe kutoa kikombe ukaacha kingine ni complete set. Kuna wale ukienda kununua wanasema hatuuzi rejareja. Tunauza jumla. Kwa hivyo ukichukua mtu chukua yote. Haleluya. Moyo tuliwekewa. Alafu tukapewa spirit. Kuna spirit ilikuwa haitaki kanisa, mambo ya ibada. Lakini umepewa spirit inakufanya ukae. Lakini ule mwanzoni ulikuwa unawaza kesho nikiamka, nivae hivi, nioke hivi, nipite mtaa, nimsalimie kijana hai, nipite na ile mwingine hai. Hiyo ilikuwa ni moyo na spirit. Sasa hivi unasikia niende katika ibada. Huwezi kuona ni tofauti na moyo na spirit tena. Yaani nasikia kwenda kanisani na kuomba kuliko kwenda kutembea mitaani. Change, replacement imeshafanyika. Ngapi mnatamani replacement? Kuna mmoja amelala kabisa. Bye. Samshushia upako. Naita spirit. Haleluya. Replacement. Inaitwa replacement theory in the kingdom. Anabadilisha, anaweka kitu kingine. Kwa hivyo unapewa moyo, alafu unapewa nini? Spirit. Na hiyo spirit ukipewa manake kikombe akibaki empty kinakuwa na roho na roho. Umenielewa vizuri? Glasi ukipewa kikombe bila chai manake iko empty. Kwa hivyo anakupa moyo, alafu anaweka spirit. Kwa hivyo unakuwa sealed. Ndio maana nasema kwa Roho Mtakatifu tumetiwa muhuri. Ikifungwa imewekwa muhuri. Huyu ni wa kwanza. Umeelewa? Ikiwa empty sio wa kwanza. Kwa maana kwa Roho Mtakatifu mulitiwa muhuri. Ninyi sio wa dunia. Hata siku ya unyakuo muhuri utasema, hawa ni wangu, tunaenda. Hawa ambao hawana muhuri acheni waende jana. Maana itasoma siku hiyo kwamba kuna kikombe na muhuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Hata viungo vya mezani ukienda kuangalia vina nembo, si ndio? Made in Kenya, made in China, made in Russia. Lazima iseme imetengenezwa wapi. Sawa? Made in Tiriki, imeandika pia made in Tiriki. Wale ambao hawajaenda kwa Yesu ni wa Tiriki, ni wa Jaluo, made in Jaluo. Na ukishakuwa mbinguni made in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Made in what? Muulize mwenzako, wewe uko made wapi? Mwambie mwenzako, wewe uko made wapi? Uko made. Acha kujibu. Where are you made? Made in. Si nalikuwa made. Hata hii viti imeandikwa made in. Made in. Mbao ndio iandikwe maana imechongwa na mtu hivi. Made in. Hii imetoka kwenye kiwanda mpaka iandikwe China, Russia. Hiyo imeandikwa wapi? Middle East si wapi. Kila kitu kimeandikwa. Mixer imeandikwa. Hii imeandikwa. Yamaha made in England. Made, lazima iandikwe ionyeshe inatoka wapi. Na Mungu ili aonyeshe tunatoka mbinguni anatuwekea moyo alafu anaweka roho. Spirit maana yake nini? Spirit huwa ina control. Nisikize vizuri. Spirit inafanya nini? Roho huwa ina control maisha ya mtu. Unaweza kuwa unaona kwani watu wananikataa, kumbe sio wewe unakataa, ni roho imekaa juu yako. Umeelewa vizuri? Unaweza kwenda kusalimia watu hivi. Kiwa kasalimia wote wanakasirika. Wote kwa wakati mmoja. Unaanza kuwaza mbona wamekasirika tulivyowasalimia. Na mwingine akapita pale akawasalimia wakacheka naye. Sio kwamba spirit. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasikia vizuri? Kuna mahali nilienda kukaa Dar es Salaam mwaka mmoja naenda kumaliza. Nilipofika huo mtaa nikapewa nyumba ya kuishi kabisa. Mwenye nyumba alikuwa anaabudu nguvu za giza. Bwana, majirani wengi walikuwa ni Waislamu hawahudumii. Nilipofika tu kwenye ule mji, kwa sababu nilikuwa na spirit ya Mungu,
wote walinikataa. Na wakapanga wakasema tutaonana naye akiendelea kukaa hapa. Unajua Mungu aliniambia nini? Hivi tasio ya kupigana naye, toka hapa uende. Umenielewa nisema nini? Toka uende. Maana kuna spirit mbili zinafanya kazi hapa. Na moja ina watu wengi na wewe uko peke yako. Toka uende. Ilikuwa dawa, nikachukua kweli vitu vyangu nikaondoka. Nilipoondoka wakabaki na amani. Walikuwa wasikii vizuri mimi kukaa nao. Ndio maana hata ukikaa na mtu ambaye ana nguvu za giza huwa hasikii vizuri kama una nguvu za Mungu. Sawa sawa? Unaanza kuona ana shida, anaangalia chini, anajaribu nini? Kwa sababu kuna kitu kinashindana. Na hivyo Mungu akitaka kusaidia ili tukae katika yeye vizuri, anaondoa moyo wa zamani natupa, anaondoa na ile roho ilikuwa inakusumbua unaishi mambo ya mataifa, anaitoa, alafu anaweka moyo na roho yake. Ili tumwabudu Mungu aliye hai. Tuseme Abba Father, Baba katika jina la Yesu. Tuna roho. Hakuna asemaye pasipo roho. Umeelewa vizuri? Hakuna asemaye Baba katika jina la Yesu pasipo roho. Umeelewa? Naelekea kumaliza. Roho Mtakatifu anatulia moyo, alafu anatupa na roho yake mwenyewe. Anasema and I will take away the stony heart. Moyo wa jiwe ni moyo wa aina gani? Moyo ambao hausikii. Ni moyo wa jiwe. Wewe haukuwa na moyo ambao hausikii zamani? Hata mama akikwambia kitu hausikii, hata baba yako akikwambia kitu hausikii. Unashindana naye usiku mchana. Unaweza kushika maongeleshana mpaka jioni. Kwa nini? Unasikia tu mimi naweza nikamwambia mama ninavyotaka. Huo ni moyo. Lakini baada ya kuokoka ukiendelea hivyo tunajua una shida. Moyo. Ukipewa moyo mpya, moyo unaweza kusikiliza, unaweza ukatii, unaweza ukaelewa na ukielekezwa unaelekea. Kwa sababu ni aina ya moyo, a kind of heart. Lazima sikie. Moyo huo ni mgumu, hauwezi kuokoka. Ukisikia unaambia watu kuokoka, wanakuambia afadhali nirudi kwenye dini yangu, maana mambo ya kuokoka mimi sitaki. Sio yeye anaongea. Moyo wa jiwe mreni umekataa, mimi siwezi kuokoka. Ukisikia unakataa wokovu, ni moyo. Sio wewe ila moyo wako una shida. Na watu wanakataa wokovu kwa sababu moyo ni wa zamani. Ndio maana ukija kwenye ufalme wa Mungu, kubali kuokoka, unapewa moyo mwingine ili umfuate Mungu. Na ndio maana baada ya kuokoka kuna safari ya kumfuata Mungu vizuri. Sawa? Kule kumfuata Mungu kunatokana na moyo wako. Amen. Ndio maana kuna watu kanisani utatoa matangazo ili wafanye kazi ya Mungu. Na kuna wengine wanahitaji matangazo. Wale ambao hawahitaji matangazo ni moyo. Unaelewa vizuri? Na wale wanahitaji matangazo ni moyo wao pia. Change of heart. Ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Anasema and I will give you a heart of flesh. Moyo wa jiwe na moyo wa nyama. Si vitu viwili tofauti. Moyo wa jiwe ni kama hapa. Unaweza kupiga ngumi hapa. Kama yuko bondia apige itoboke. Ipite mpaka upande wa pili. Lakini ukipewa moyo wa nyama ukaweka, unaweza kupiga, si ndio? Paka kwa sababu unaweza ukaingia, unaweza kutoboa, unaweza kufanya chochote. Moyo huu ni soft, sawa? Ndio anasema nitawapa moyo wa nyama. Maana yake ni moyo unaweza kumtii Mungu na kumwamini na kumfuata. Obedience, Mungu atakwambia acha kuvaa hizi nguo, unafanya nini? Mwenyewe vizuri. Hauhitaji pastor akwambie au prophet. Hiyo ni common sense. Ukishaokoka kuna vitu unaacha mwenyewe. Sawa sawa? Bwana asifiwe. Kuna mambo unaanza kuacha kwa sababu moyo unaanza kumtii Mungu. Haleluya. Mimi sikufundishwa giving, kumtolea Mungu kanisani. Haya, usiniambie watoto. Nani alinifundisha sijui. Asikumbuki nani alinifundisha nini. Mimi niliingia kanisani nikaokoka. Alafu nilipookoka, nyumbani tulikuwa tunapanda mboga hapo kwetu. Hata leo mnajua kuna mboga. Tulikuwa tunapanda mboga. Nilipoanza kwenda kanisani nilikuwa sina pesa na sina nimemaliza form 4. Nikaanza kuchuma mboga nyumbani. Ninachukua sukuma zile nzuri, mapapai na parachichi nachukua, avocado napeleka kanisani time. Hakuna mtu alikuwa amenifundisha. Umenielewa nimesema nini? Ni moyo nilipewa. Ndio maana mpaka leo hata kazi ya Mungu huwa sifanyi harambee. Na nakuambia wewe utasikia harambee hapa. Kuna namna ninaamini Mungu lazima atumikiwe. Sawa sawa? Na mimi nakufundisha na wewe mtumikie nani? Mungu. Ukiwa nazo tenga kwa ajili yako. Unaelewa vizuri? Na siwezi kufundisha, hata nikikufundisha na huna moyo hautafanya. Mpaka upewe moyo ndio ufanye. Wanaelewa sivyo? Nikaanza kupeleka vitu vya kanisani. Nilikuwa sina chochote. Mungu siku moja akaniambia na unajua kunitolea. Nikauliza kitu gani nimetoa? Kumbe ni sukuma.
Kwa sababu sina pesa nilimpeleka sukuma kanisani. Safi. Mungu akapokea. Najaribu kusema nini? Sikufundishwa kutoa. Ile nilipopewa moyo nilianza kufanya nini? Umeelewa nimesema nini? So hata wewe wanasema kutoa ni akili. Hamjanielewa. Kutoa ni nini? Akili, mikono. Kutoa ni mikono. Tuanze leo. Kutoa ni mikono. Kutoa ni moyo. Sawa? Wala sio uta. Kuna watu wana pesa lakini ukimwambia atoe shilingi moja, utamkamua damu. Unasema mimi. Sio kama mnaelewa nasi. Yaani kuna mtu ana pesa mpaka anakalia hizo pesa kwenye mifuko zimejaa. Lakini ukimwambia tu kanisani, naona maiki inatusumbua. Ilianguka chini ikapata shida. Anakwambia kwani siwaambie wengine wachape na amejaa na pesa mfukoni. Hii inaitwa moyo. Heart. Au niache? Niache kabisa. Nisiongee kwa sababu kwa leo siku. Lakini kuna watu kanisani wanachunguza kanisa wenyewe. Mioyo yao inawaka moto. Wanajua kwa nini wanafanya vile. Mioyo. Anaangalia speaker, anaona hii speaker. Pastor, prophet, apostle, hii speaker mbona kama ilete fundi apake la? Unanielewa kweli? Bila tangazo, bila mtu kumwambia. Na unakuta tu speaker imepelekwa imetengenezwa smart. Tuweke na stand. Anaweka. Unakuta kanisa linapendeza. Madhabahu anakuja na pamba mwenyewe. Sio mpaka tutangaze tutafute uchanga 10 tununue kitambaa cha madhabahu. No. Mbona mnaniangalia kama mnataka kusafiri? Ninasema hivi. Moyo. Heart. Bwana asifiwe. Haleluya. Alafu nikakuta ninaweza kufanya kazi ya Mungu bila kuambiwa na bila kusukuma hata mpaka leo. Mwambie mwenzako, Mungu akuumbie moyo. Let God create a heart. Bwana asifiwe. Alafu natamani moyo wa kutoa. Natamani moyo wa giving, sio? Maana kuna watu wana pesa ukimwambia tu habari ya pesa analia. Anazo lakini anasikia uchungu, analia kabisa. Hayo, umeniambia wakati nimeshapata mshahara sasa hivi. Anasikia tu uchungu yani. Hilo kanisa matangazo mimi sitarudi. Na mimi naona hii kanisa nitafute kanisa lingine ambapo wameshajenga kanisa umemaliza. Hii kanisa dogo mimi siwezi kwenda. Kwanza tukienda hiyo kanisa watatuambia tutoe sadaka tununue uwanja. Si mnajua ninasema nini? Hiyo kanisa wakinunua kiwanja tutaenda. Wakishanunua. Maana sasa hivi mioyo yetu inakataa. Wanaweza kutuambia tuchange pesa tununue kiwanja. Mnaelewa Western Province ndio hivi. Ninasema moyo ukishaokolewa unapewa heart. Hata kumtumikia Yesu lazima upewe moyo. Heart of a servant. Kuna watu wanaona kazi ya Mungu kama ni ngumu vile. Ni kwa sababu hawana moyo wa utumishi. But wale ambao wamepewa moyo, you don't see anything hard. Ndio sipi. Haleluya. Kuna wakati kwenye maisha yangu usingekuja kunitia moyo. Hata kwenye kompyuta yangu na kwenye simu yangu hakuna nyimbo za kutia moyo. Mtumishi Charles. Tafuta unaelewa. Mimi sina nyimbo za kutia moyo kwenye simu yangu. Ninakuwa na moyo za nyimbo za kuabudu na kumsifu Mungu na kumtukuza na kupambana vita. Tuendelee na sababu. Hizi ni nyimbo za Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Siwezi kuweka hizo nyimbo kwenye simu yangu. Charles umeshangaa unasemaje? Siwezi kuweka kwenye simu yangu. Sasa Mungu wangu sio wa kumwimbia hivyo tena. Mungu wangu, wewe wajua sababu kiatu changu kimeraruka. Unalia kiatu. Wewe umeokoka unafanya nini? Ndio unasema uko. Heart. Pewa moyo. Nenda kumaliza. Mungu akupe moyo. Haleluya. Akuumbie nini? Moyo wa kutoa, moyo wa utumishi. Usianze kuona kazi ya Mungu kama ni ngumu mpaka unaambia watu usijaribu kuwa pastor. Usijaribu kuwa apostle. Yaani achana naye mambo. Nenda ukalime vitunguu. Unaambia watu hivyo kwa sababu na hizi kazi ya Mungu ni tu. No. Tumepewa moyo. Ukiona nimesimama hapa nini? Kuna mtu mmoja aliniambia hapa area, aliniambia, wewe una ujasiri wewe." Au ujasiri ni nini? Maisha kanisa kwenye mazingira hayo magumu na unaendelea kina naona kila siku unaenda hata kama hakuna watu na ubiri. Nikamwambia wewe hujui moyo. Tumeshapewa moyo. Haya mambo naongea kidogo. Sisi tumepewa moyo. Yaani unaniambia sasa unaanza kunirudia. Sasa huyo mtumishi
Au unaweza kufikiri kwamba pengine nilikuja hapa kwa sababu sadaka. Sasa anaishije hapa nyumbani? Sio anapata chakula. Mbona sasa hakuna watu kanisani? Sadaka inapatikana wapi? Yaani mtu ananihurumia wakati pia hata si vitu sijui. Moyo. Yaani mimi ninawaza vitu vingine hata hivi vitu sijui. Ni moyo. Wewe unataka uokoke, alafu upewe nini? Heart of a servant. Yesu alimtumikia Mungu kwa sababu alikuwa na moyo. Na ndio maana kabla hajaondoka alifanyaje kwa wanafunzi? Waliposogea mlimani anafanya akawapulizia Roho Mtakatifu. Ili roho alionayo ya huduma ikae kwao. Amen. Anasema, and I will put my spirit within you. Nitaweka roho yangu ndani yenu and cause you to walk in my statutes. Nami ndawasababisha mtembee katika sheria zangu. You shall heed my ordinances and do them. Mtasikiza neno langu nanyi mtalifanya. Hebu niangalie alafu nimalize. Unajua kwa nini unaweza kufundisha mafundisho kanisani mtu akasema ni makali alafu akaondoka? Hajapewa moyo na roho. Sawa? Bado ni wa nje. Unaelewa vizuri? Kwa hata kanisani watu tunagundua mtu wa nje. Ukikaa naye unampembeleza kama mtu wa nje bwana. Na ukikaa naye mtu wa rohoni unanyorosha njia. Sawa? Maana hata ukiingiza inachoma, anapokea anapona. Maana yeye alikuwa wa rohoni. Lakini yule wa mwilini ukichoma tu anakuambia kuanzia leo hayo si. Maana umemnumiza baada ya kumfundisha kweli. Sasa anasema nami nitawapa roho yangu ndani yenu. Nitaweka roho yangu ndani yenu. Nanyi mtanifuata na kuzishika amri zangu. Bwana asifiwe. Haya mafundisho haya unasikia ya utakatifu, kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, kuacha mambo ya dunia. Unajua unakuwa mwepesi wa kuyafuata kwa sababu ya roho uliyepewa. Ukipewa roho wa Mungu, unakuwa mwepesi wa kuyafuata kwa sababu roho wa Mungu anakusaidia. Lakini kama huna roho wa Mungu, inakuwa ni vigumu sana na unahisi kama kanisa limekuwa jela au polisi. Amen. Unahisi kama mhubiri wanasema wa Tanzania wa Kenya anakazia anawakazia kamba, yani hii unaonekana kama vile anataka muache kila kitu. Kuna mtu mmoja anauliza, sasa huko kanisani mnasema tuache kila kitu, mimi siwezi kujua. Umeelewa? Sasa mimi sijui alikuwa anasema nini kila kitu. Kwake ni nini mimi sijui. Anaposema kila kitu mimi sijui maisha yake. Kwa hivyo anajua ni nini amebeba kwenye maisha yake. Kwa hiyo anasema ina maana ataacha hii, aache hii na ile pia aache. Sasa akasema haya maisha bado sasa hivi ngumu. Hata niendelee kwanza na mambo mengine kwa sababu nahisi siwezi kuacha haya mambo. Nataka kusema nini? Wepesi wa kumfuata Mungu ni kwa sababu umepewa roho ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapojaza nguvu za Roho Mtakatifu ni rahisi kumfuata nani? Kumfuata Mungu. Ni kwa sababu atakufundisha kumfuata Mungu na kuzitii amri zake. Nilianza kuomba bila kuambiwa kanisani. Nilianza kufunga bila kuambiwa. Nilianza kuacha mambo mengine bila kuelezwa na mtu yeyote. Na wewe Mungu akusaidie. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Maombi yako ya nguvu za Roho Mtakatifu. Hautaona shida. Haya mambo unasikia kuishi maisha ya utakatifu. It is something very simple. Roho akiwepo utaweza haya maisha. Amen. Bwana asifiwe. Maisha ya kuchukia dunia. Sio lazima mtu akufundishe movie ni mbaya. Sio lazima mtu akufundishe uzinzi ni mbaya na uasherati. Sio mpaka usomewe maandiko na laana juu ili uache dhambi. Hapana. Unaanza kuacha mambo haya na kufuata Mungu direct na kushika maandiko na kuyaishi maneno ya Mungu ni kwa sababu Roho anakusaidia. Mungu akubariki. Tusimame tumshukuru Mungu. Inua sauti yako mbele ya Bwana, mwambie Bwana, natamani uniunge upya, unipe moyo mpya, unijaze nguvu zako, nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu nakubariki, Bwana Yesu nakuinua, Bwana Yesu nakusifu. Kuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa wema, asante kwa uaminifu, asante kwa uzuri wako Jehova. Tumejifunza mchana wa leo na majira kama haya. Tujifunza kwa Mungu wa Israeli kwamba wewe ni mwema, ukatupatia nguvu zako, ukatupatia neema yako, ukatupatia roho wako Mungu wa Israeli, ili tupate kuyaishi yale ambayo yamekusudiwa katika maisha haya. Asante kwa sababu wewe unaweza, wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu Bwana. Libarikiwe jina lako, litukuzwe maana unastahili. Tupe roho mpya Bwana, tupe moyo mpya, tupe roho yako ndani yetu. Hiyo roho iweze kutuongoza
kuyaishi mapenzi yako, kuishi neno lako na kulifuata na kutii amri zako na kuzipenda na hata kuziishi. Pokea sifa Bwana, maana wewe ni Mungu. Tunakubariki Jehova. Roho Mtakatifu awe mwema, Roho Mtakatifu awe mzuri, Roho Mtakatifu awe mwaminifu katika maisha yetu. Pokea sifa Bwana, maana unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama yeye. Libarikiwe jina lako Yehova, litukuzwe kwa sababu unastahili. Tuko tayari Bwana, tunahitaji, tunapenda Mfalme, tujae nguvu za Roho Mtakatifu. Asante Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu mwenye enzi. Ubarikiwe Mfalme na utukuzwe, kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mzuri, wewe ni Mungu ambaye Bwana umetuahidi utatupatia roho njema ndani yetu, utatupatia roho wako